umuhimu wa kusoma kitabu ni kujiongezea maarifa. Ndio. Vitabu vingi ama jamii yetu imekuwa na uvivu wa kusoma vitabu. Ndio. Sababu hasa ni nini? Mimi nadhani watu wengi hatujui siri kubwa ambayo katika kitabu. Mwandishi wa kitabu cha Master Your Mindset Group anasema kwamba kama hausomi vitabu wewe haukui. Yaani wewe ni mzee lingali unajiona. Lakini kama ni mtu ambaye unasoma vitabu hauwezi kuzeeka, kwa sababu ni mtu ambaye unakuwa maarifa ambayo kila siku unayapata. Naposema kuzeeka simaanisha kwamba katika mwili wa kawaida, lakini unapokuwa ni mtu ambaye unasoma vitabu ni mtu ambaye akili yako na fahamu yako pamoja na ujuzi wako unakuwa hauishi, hauna expired, kwa sababu maarifa unayopata unaweza kutumia katika maeneo tofauti ya maisha yako. That is why watu wakiweza kulitambua ile kwamba katika vitabu kuna kila kitu kinaweza kufanikiwa. Lakini kitu kingine ambacho naweza nikasema kwamba kinawafanya watu wengi wasome vitabu ni tabia ya kusoma vitabu watu hatuna. Na tabia huwa unaweza kujifunza kitu chochote kama utakuwa uko tayari kuibadilisha tabia yako. Sasa ili uweze kusoma vitabu, cha kwanza kabisa inabidi uwe na tabia ya kusoma vitabu. Na tabia haitengenezwi kwa siku moja, wiki au mwezi, lakini huwa inachukua muda kidogo mpaka iweze kuwa yako, baada ya hapo iweze kuletea manufaa. Na pia naweza nikafundisha namna ambayo unaweza ukatengeneza tabia kwa siku 30, kitaalamu tunaita 30 to 30 approach. Yeah. Inakuwaje hiyo? 30 to 30 approach ni kwamba tunatumia siku 30 kutengeneza tabia, ambapo katika kila siku unatumia dakika 30 za mwanzo kufanya kitu ambacho unakipenda katika maisha yako, au kufanya kitu ambacho unatamani ukijue, au kufanya kitu katika ujuzi wako wewe. Tumia angalau dakika 30 kwa siku ndani ya siku 30. Ndani ya siku 30 ukifanya katika kila nusu saa kila siku, hiyo inakuwa tabia yako. Lakini watu wengi tunashinda kwa sababu tunataka matokeo ya haraka. Mtu anafanya siku ya kwanza haoni matokeo, siku ya pili haoni matokeo, siku ya tatu haoni matokeo. That is why anajikuta anakata tamaa na anashindwa kabisa kuweza kutengeneza huo ujuzi na siku 30. Lakini kwa kawaida ili tabia yako iweze kuijenga, huwa inachukua siku 21 mpaka siku 30. Ukifanya kwa kurudia hicho kitu inakuwa tabia yako. Sasa 30 to 30 approach ina hatua zifuatazo ili uweze kuifanikisha. Kitu cha kwanza inabidi ujifunze hiyo tabia. Unajifunzia wapi? Aidha kwa kusikiliza kutoka kwa watu ambao wanajua hiyo tabia au kwa kusoma vitabu. Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili tunasema practice. Fanya majaribio ya mara kwa mara. Mfano kama ni mwandishi wa habari, ukitaka uwe mwandishi wa habari mzuri, unaweza kusema labda unaweza kuwa unaamka asubuhi unafanya rehearsal fulani ambazo zinakufanya kuwa imara katika hicho kipengele. Si ndio? Lakini kitu kingine tunasema ni apply katika maisha yako. Kuwa tu na ujuzi haitoshi, yaani thinking positive is not enough. Lakini hatua chanya ambayo unaichukua kutokana na ile mawazo ulikuwa nayo chanya katika ufahamu wako ndio ambayo inaleta maana zaidi. Kwa hiyo hakikisha kwamba kila ambacho unakifanyia kazi unakifanyia application au unakifanyia kazi katika maisha yako. Lakini kitu kingine cha mwisho ni kwamba consistency and persistence is the key. Naposema consistency and persistence is the key ni kwamba kurudia kile kitu mara kwa mara ndio ufunguo ambao utakusaidia wewe kuweza kutengeneza hiyo tabia yako. Ukishindwa kukirudia kile kitu mara kwa mara, hautaweza kutengeneza tabia, kwa sababu ubongo wetu sisi huwa unajifunza kutokana na vitu ambavyo tunavirudia kila siku katika maisha yetu, ambapo ndio vinakuwa tabia yetu. Hata hiyo tabia ambayo uko nayo, maana kuna wengine tuna tabia lakini hatuzijui kama ni tabia zetu. Kwa kitaalamu tunasema conscious behavior au unconscious behavior. Hiyo ni kutokana na vitu ambavyo umekuwa ukivirudia kila siku pasipo mwenyewe kujua au kujua. Kwa hiyo ukifuata hizo hatua tatu za 30 to 30 approach, unaweza kutengeneza tabia yoyote au ujuzi wowote ambao unahitaji.